Kaanama nushita min iqal. Nakumbuka umsemo nushita min iqal. Nushita min iqal, mnakumbuka? Au wadau tumeisubiria Jumanne tu. Rawahu Ibn Majah wal Bazzar wazada wala shufa'ata li ghaibin. Akasema kwamba hakuna shufa kwa mtu ambaye hayupo. Huyo ambaye hayupo. Wa isnaduhu dhaif, ila isnadi yake ni dhaif. Lakini mlango unaokuja ni babul qiraz. Babul qiraz. Na al-qiraz ni masala ya kukopeshana. Kukopeshana ndio al-qiraz, yani huwa an yadfa sahibul mali malan ila shakhsin akhara liyatajira bihi ala an yakuna ar-ribhu bainahuma binisbatin yattafiqani alaiha. Kukopeshana hivi, lakini kukopeshana kwamba hapa mkopo huu una tofauti baina ya mikopo ile ya kawaida. Kuna ule mkopo ambao mtu akuletea kitu kile kile, lakini mkopo huu ni ule kwamba wampa kitu mtu alafu baadaye mkubaliana kwamba enda kuifanyia biashara hiyo kitu. Inakuwa ni kama sharika, sura yake sharika. Mmoja atoa mali, mmoja yeye enda kuifanyia biashara mali, kisha mkubaliana kupata faida fulani, kisha mgawane hiyo faida. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallam, kutoka Suhaib Allah amridhie, hakika ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika ya mtume sallallahu alaihi wasallam yeye huyu, qala, amesema, thalathun fihinna albaraka, mambo matatu yana ndani yake baraka. Albay'u ila ajalin, kuuza kufanya biashara mpaka kwenye muda fulani, kwa maana ikawa muuziana kwa muda. Wal muqarada, na biashara hiyo al-muqarada masala sura ambayo nimeitaja. Kadhalika wa khaltul burri bishairi albayti la albay'i, na kuchanganya ngano na shairi kwa ajili ya nyumbani, chakula, sio kwa biashara. Ndio hadithi hii ni dhaif, lakini pia katika mambo yanapatikana kwamba ni kule kuthibitisha upatikanaji wa baraka kwenye baadhi ya vitu. Wa an Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu, kutoka kwa Hakim ibn Hizam Allah mridhie, na burri ngano ni shairi, ndio shairi. Shairi ni mfano wa ufuta huko Tanzania kwetu sisi, mfano wake kama zile ule unaoitwa ufuta hivyo. Annahu kana yasharitu ala ar-rajuli idha a'tahu malan muqarada, kwamba alikuwa yake ikashati kwa mtu ambaye akikashati kwa mtu atakapompa mali kumfanyia nini? Muqarada. Alla taj'ala mali fi kabidin ratbatin, kwamba usije ukajalia mali yangu fi kabidin ratbatin, ukitafsiri kwenye pafu lililokuwa, ukitafsiri tamko kama tamko, kwenye pafu lililokuwa lina unyevu wa maji, lakini maana hukusudiwa nini? Mwanadamu. Usije ukaje ukaweka hiyo muqaraba wangu mimi ndio nakubaliana kuweka kwa mtu, an-nafsu, kusudiwa mtu. Na kadhalika vile vile wala tahmilahu, na wala usije ukabeba mkataba wetu huu tulikubaliana hapo kuupeleka fi bahari, kwenye bahari. Sasa tumekubaliana biashara, baadaye unaweza kuwaga baharini huko na akili wewe, maji yakitoka ile. Kadhalika wala tanzila bihi fi batni masilin, na wala usije ukateremka nayo bidhaa tumekubaliana hapa katikati ya mafuriko, mapito ya maji. Fa in fa'alta shay'an min dhalika faqad dhaminta mali, utakapofanya hilo wewe, utakapofanya chochote katika hilo itakuwa wewe umesha nini? Umeshachukua dhamana ya mali yangu, kwa maana utanilipa. Rawahu ad-Daraqutni wa rijaluhu thiqat. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما. Na riwaya nyingine kwenye al-Muwatta ya Imam Malik kwamba yeye ameelezea kwamba alifanya hilo kwenye mali ya Uthman ili iwe au juu ya makubaliano ya kule kuwa natija na faida hiyo baina yao wao. Huwa mawqufun sahihun. Mlango unaokuja ni mlango unaoelezea al-musaqah wal ijara. Na al-musaqah daf'u shajarin lahu thamarun, ni kule kutoa mti ambao una matunda, biqasdi al-intifai biman yaqumu ni kule kutoa mali kwa yule ambaye atasimamia huo mti, atausimamia, ni kama biman yaqumu biha, kama vile kunawirisha na mengineo vile, na kuutilia maji
na mingineyo, kutolea majani huo mti. Wal ijara, na al ijara ni masala ya kukodisha vitu, kukodisha vitu. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Abdullah ibn Umar Allah mridhie, kwamba hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amala ahla Khaybara bi shatri ma yakhruju minha min thamanin aw zar'in. Kwa Mtume sallam alikubaliana na wale watu wa Khaybar kupeana nusu, kwa maana waliamiliana vile kuchanganya pesa, huyu akatoa cha kwake, huyu akatoa nguvu ya mali na huyu na yeye akafanya kazi kwenye ile mali. Lakini makubaliano haya ilikuwa ni kwa nusu ya kile ambacho kitatoka katika hiyo ardhi ya Khaybar, kama vile matunda na mimea. Tulikubaliana hivyo kwamba sisi tutatoa ardhi, nyinyi mtoa yale mazao ambayo yatakuwa katika ardhi, lakini tunakubaliana hapa tugawe nusu ya kile kitakachopatikana. Makubaliano ambao waliwekeana, muttafaqun alayhi. Kadhalika fi riwaya lahuma fasaluhu an yuqirrahum biha ala an yakfu amalaha wa lahum nisfu thamar. Nasema kwenye rafu nyingine limekuja kwamba wakawaomba wao an yuqirrahum biha, wakamuomba Mtume alikubali na kulikiri hilo kwa wao, juu ya kwamba wao waifanye ile amali yake kwenye hiyo ardhi, walahum nisfu thamar, na wao wana wao nusu ya matunda. Kubaliana hivyo bwana, mimi bwana hapa na kadha kadha, tutakubaliana kwenye hili, lakini hapo tupate nini? Tupate faida. Wafiri na kadhalika vile vile, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume sallam, nuqirrukum biha ala dhalika ma shi'na, faqarru biha hatta ajlahum Umar radhiyallahu anhu. Kadhalika ikafikia hatua sasa, Mtume sallam akawakili wao kwenye hilo, alikubali hilo na huo mkataba ukapita hivyo, na akasema tunakiri na kuwakubalia nyinyi hilo. Kadhalika vile vile kadiri ya vile tunavyotaka, wakalikiri wao hilo. Kadhalika mpaka ilipofikia hatua akawatoa wao kwenye hilo Umar radhiyallahu anhu. Walimuslimin anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na amepokea Muslim kwamba hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam dafa ila yahudi Khaybar nakhla Khaybar, aliwapa mayahudi wa Khaybar yale mitende ya Khaybar, wa ardhaha, na ardhi yake, ala an ya'tamiluha min amwalihim, kwamba waifanyie kazi hiyo ardhi kwa mali zao. Walahum shatru thamariha, na wana wao nusu yale matunda yake. Wa an Handhala ibn Qais, kutoka kwa Handhala ibn Qais, na huyu Handhala ana tukio kubwa sana radhiallahu anhu. Huyu alipooa ile siku anaoa siku hiyo ule wakati ambao yeye ndio aenda kumwingilia mke, wakati ule ukasikikana mlinganaji anayelingana kuita watu kwenye jihadi, kwa maana akatoka na janaba siku ile akaenda akafa vitani siku hiyo. Yani kwa vijana wa sasa, yani ningesema leo Mtume ananisamehe leo hii, ananisamehe, lakini alitoka hawani rijali. Yani tukizungumzia rijali katika dini, masahaba ndio wanaume. Tukizungumzia wanaume kidini, yani masahaba ndio wanaume wa kwanza, sio wale wanao katika mabega wale. Hakuna wanaume gani kwenye dini mwanaume kula katabega, yani anyonga hivi, yani tuvutie picha, yani kwamba Mtume laiti ingelikuwa yani Mtume laiti ingelikuwa yeye ana kile kitwari kile ndindi Abubakar na ili ingefika huko, eti mtu atikisema bega, yani ukumbavu tu, yani watu kukosa haya, mambo mengine mbali mengi. Allah tuhifadhi. Huyo ndio Handhala kiufupi. Qala salatu Rafi' ibn Khadija, amesema nilimuuliza Rafi' ibn Khadija an kira'i al-ardh bil-dhahabi wal-fidda, kuhusu kule kuhusu malipo ya mwenye kuajiriwa katika ardhi kwa dhahabu na fedha.
malipo ya mwenye kuajiriwa, ajrul mustaajar, ndio kira'ul ardhi hayo. Faqala la ba'sa bihi, akasema hakuna tatizo kwenye hilo. Inma kana an-nasu yuajiruna ala ahdi rasul sallam, ikasema ilikuwa watu wakifanya wakiajiriana vile, wakiajiriana zama za Mtume sallam, ala almadhiyanat, kwenye yale mapito ya maji, wa aqbali aljadawil, na kadhalika na mwanzoni mwa vichwa vya hayo mapito ya maji, wa aqbalu aljadawil, mwanzoni mwa vichwa vya hayo maji. Kadhalika fayahliku hadha wa ashiyaa min az-zar'i, na vitu katika mimea. Fayahliku hadha wa yaslamu hadha, kwa hiyo inafikia hatua la patikana hili na la pona lile, illa patikana lile la pona hapo hapo. Walam yakul linnasi kira'un illa hadha, kwa watu malipo yule aniajiriwe isipokuwa hili. Falidhalika zajara anhu, kwa ajili hiyo ndio maana Mtume akalipinga na kulikemea hili. Fa amma shay'un ma'lumun madhmunun fala ba'sa, ama kile kitu kinachojulikana ambacho kimewekewa dhamana, chajulikana wazi wazi, hakuna kosa. Lakini hiki ambacho chapatikana hakina uhakika, kuna gharar, tumekataza. Wa fihi bayanun lima ujmila fil muttafaqin alayhi min itlaq an-nahy an kira'il ardi, ndani ya hii hadithi kuna ubainifu wa yale ambayo yamekuja kwa ijmali kwenye hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, kuhusu kule kuachilia katazo la yale malipo ya muajiriwa kwenye ardhi, ambayo imetangulia nyuma. Kule hadithi imetangulia imekataza moja kwa moja, hii imefanua kwamba iliyokataza ni hivi. Wa an Thabit ibn ad-Dhahhak radiyallahu anhu, kutoka Thabit ibn ad-Dhahhak, Allah amridhie, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama Mtume sallam, naha anil muzara'ati wa amara bil muajara, alikataza kufanya muzaraa, mambo yale ya kupandishana kunini, kupanda mbegu na kwa mfumo uliokuwa dhulma, na akaamrisha watu kuajiriana. Rawahu Muslim. Aidha, kuajiriana, ule mfumo wa kupanda mashamba na kwa kaifia zilizokuwa za haramu, Mtume alikataza, lakini masala ya ajira iliyokuwa halali waliyaruhusu. Rawahu Muslim. Aidha, wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutoka Abdullah ibn Abbas, Allah amridhie vile vile, kwamba haki Mtume sallam qala, amesema ihtajama, kwamba yeye amesema ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alifanya hijama Mtume sallam, wa a'ta alladhi hajamahu ajrahu, na akampa yule ambaye alimfanyia hijama malipo yake. Walau kana harama, na laiti ingelikuwa hiyo biashara ya hiyo jambo la hijama ni haramu, au kupewa pesa kwa hijama ni haramu, lam yu'tihi, Mtume asingelimpa. Wa Rafi, kwa maana huyu aliyefanya hijama alifanywa nini? Aliajiriwa huyu kwenye hijama, kuajiriwa na kula. Kadhalika an Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Rafi ibn Khadij, Allah amridhie, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallam, kasbul hajjam khabithun, chumo la wale wenye kufanya hijama wale ni chumo chafu. Hii hadithi hii inaonyesha tu uduni wa lile chumo, sio uharamu wake. Wanasema ulama sio haramu wake, ingawa wale wanaona haramu, lakini arrajih sio haramu. Sababu kama ingekuwa ni haramu, Mtume alizoa haramu? Hapana. Wa Nabii Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Hurairah, Allah amridhie, qala Rasul sallam, amesema Mtume sallam, thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyama, watu watatu mimi nitakuwa mgomvi wao siku ya kiyama. Rajulun a'ta bi thumma ghadar, mtu ambaye katoa kwa ajili yangu mimi, kwa maana akatoa na huku atoa ushahidi kuhusu masala ya dini, yani ya Mtume huyu, kisha akafanya khiana. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana, kuna mtu ambaye atamuuza mtu huru, baada ya kumuuza mtumwa akamtafuta mtu huru akamuuza, alafu thamani ya huyu mtu huru aliyemuuza akaila. Wa rajulun, na mtu ambaye istaajara ajiran, aliyemwajiri muajiriwa, fastawfa minhu, yule muajiriwa akamtekelezea haki yake, walam yu'tihi ajrahu, au walam yu'tihi ajrahu, hakumpa kisha ile malipo yake. Sio sawa kwa moja yeye muajiri mtu, alafu baadaye wewe bwana hivi baada ya kwamba mmekubaliana 20,000 wampa nini sasa? Chukua 1000 bwana, toka 20,000 mpaka 1000, sio sawa. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutoka Abdullah ibn Abbas, Allah amridhie,
amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna haqqa ma akhadtum alayhi ajra kitabullah, hakika ya kile kilichokuwa na haki kwenye vile ambavyo mmevichukulia malipo ni kitabu cha nani? Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu al-Bukhari. Wa ibn Umar radiyallahu anhu qala, kutoka Abdullah ibn Umar Allah amridhia amesema, a'tul ajira, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallam, a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu, wapeni waajiriwa posho yao, malipo yao kabla ya kukauka jasho lao. Tukafanya kazi pale pale, mpe amali yake ambayo mmekubaliana kwa wewe utampa, sio baada ya hapo tayari mwanza kutafutana. Sasa kila siku kwa mpigia simu akupigia wewe simu, sasa sio sawa, ni dhulma. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. وهنا كما kumekuja hadithi nyingi sana, lakini zote nini? Dhaifu. Wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri Allah amridhie, anna Nabii sallam qala, man istajara ajiran falyusammi lahu ujratahu, atakaye mwajiriwa basi na amtajie ile posho yake. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. hali hivyo mlango umemalizia hapo, lakini kadhalika mlango ambao tunasoma tena ni Ihyaul Mawati, babu Ihya'il Mawati, mlango unaoelezea kuhusu kuhuisha sehemu zilizokuwa hazina wenyewe, mashamba yale, ardhi zile, mapori na mengineyo, ndio huitwa al-mawati. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها, kutoka Urwa kutoka kwa Aisha Allah amridhie, anna Nabii sallallahu alayhi wasallam, man ammara ardan laysat li ahadin fahuwa ahaqqu biha, tumekasema yoyote atakayeimarisha ardhi ambayo si yoyote, yeye ana haki nayo zaidi. Ukaenda sehemu huko hakuna watu, ukaanza kujambe huko, ukatengeneza kiwanja chako mwenyewe, ukajenga nyumba yako, maji yakijawa elea, yakitoka huko nchi kavu, hakuna mwenyewe, hiyo sehemu yako. قال عروة وقضى به عمر في خلافته, amesema Urwa kwamba ndivyo alivyohukumu hivi jambo ile Umar kwenye ukhalifa wake. Kwa ndio maana wale waliokuwa wamekuja mwanzo miaka nyuma, hata miaka hiyo kutoka tulikuja tu hapo tukajenga wenyewe, kama tungejua ningejenga sehemu kubwa, lakini nijenga kibanda tu, hajuta sasa hivi. Sasa kajichanganya mwenye nyumba mjini. Wa Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu, kutoka kwa Sa'id ibn Zaid Allah amridhie, ani Nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka Mtume sallam qala, amesema, man ahya ardan mayitatan fahiya lahu, yote atakayehuisha ardhi ambayo ni maiti, haina mwenyewe, yani ni yake yeye. Rawahu thalatha wa hasanahu Tirmidhi kadhalika, wa qala ruya mursala wa huwa kama qala, wa ikhtulifa fi sahabiyihi, faqila Jabir wa qila Aisha wa qila Abdullah ibn Umar, warajih al-awwal. Na khilafu kwa masahaba nani hapo, lakini rajih ni ule wa mwanzo ambaye nani? Ni Jabir. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhu anna Sa'b ibn Jathama radiyallahu anhu akhbarahu anna an-nabiy sallam qala, la hima illa lillahi wa lirasulihi, hakuna wigo isipokuwa ule ambao ni wa Allah na mtume wake. Wigo, mpaka, fensi, ngome, wengine husema hivyo, wametaja وذكره ياقوت في معجم البلدان mjeledi wa 5 ukurasa nambari 302 bila isnad, basi nasali illa annahu qala an abi Murawih, sikuwa ikasema kutoka kwa Abu Murawih hivyo. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutoka Abdullah ibn Abbas sallallahu alaihi wasallam amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakuwa la darara wala dhirar, la darara wala dhirar, hakuna kudhuriana wala kusababishiana sababu za madhara. Kuna maelezo hiyo hadithi hiyo, bali kuna mijaladati wanatoa misahihisha hadithi hii moja tu, la darara wala dhirar. Walahu min hadithi Abi Sa'id mithluhu, na ana yeye kutoka kwenye hadithi ya Abu Sa'id mfano wake, wa huwa fil Muwatta'i mursalun. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, man ahata haitan ala ardin fahiya lah, yote atakayezungusha
Atakayezungushia ngome ardhi yote basi itakuwa yake yeye. Ardhi yote ile kama ni ukuta nini akuzungushia basi cha kwake. Hakuna mtu lakini hivyo. Sio kwa kujisogora nyumba yako ukipiga fence ukasema yako. Hadi uelewe. Wa an Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu amesema mtume sallam man hafara bi'ran falahu 40 dhira'an atana limashiyatihi. Atakayeshimba kisima atakuwa ana yeye dhiraa za kunywa dhiraa 40 za kunywa maji kwa ajili ya wanyama wake. Dhiraa 40 za kunywa maji limashiyati aili an'amihi wanyama wake. Atana ni makanun li shurbil ma limashiyati aili an'amihi rawahu ibn Majah bi isnad dha'if bahri dha'if. Wa an Alqamah ibn Wa'il an abihi radiyallahu anhu kutoka Alqama ibn Wa'il kutoka babake Allah mridhie anna nabiy sallallahu alayhi wasallam aqta'ahu ardan bi Hadramaut. Kwa mtume sallam alimkatia ardhi kwenye kwa Hadramaut kama ana akampa hii kwako hii kampa. Kwa pia inaonyesha kwamba atakayekupa kitu kama ni cha kwake anamiliki akikupa yeye kama ni vinavyofaa kupewa sawa. Sasa hivyo kwa una watoto wake alafu useme na watu wa bure au kwa vijana wanaotaka wanawake au mengine sasa. Sababu kuna mambo mengine ya kutolea mifano. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa sahahahu Ibn Hibban. Wa an Ibn Umar radiyallahu anhu kutoka Abdullah ibn Umar Allah amridhie anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam aqta'a Zubair hudra farasihi. Kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alimkatia Zubair ile sehemu ya kwa maana hudra farasihi ni asra fil jari duna an yuharrikahu sahibuhu. Alimkatia Zubair ule uharaka wa kwenda mnyama wake kinyume na kumtikisa. Uharaka wa kwenda mnyama wake mbio pasi na kumtikisa. Fa ajra al-farasa hatta qam, akampitisha farasi mpaka aliposimama. Na hata kama ay balagha aqsa madahu, alipofikia umbali na sehemu ya ukomo zaidi ya masafa yake. Qama thumma rama sautahu, kisha akatupilia mbali ile sauti ule fimbo ile ambayo na ule mjeledi ambao hupigwa ule mnyama kwa utupa mbali. Faqala a'tuhu haythu balagha as-sautu, mtume akasema mpeni yeye kwa kiasi ambacho kitafikia ule asautu ile fimbo ambayo hupigwa mnyama. Rawahu Abu Daud wa fihi dha'fun, bwana yako na udhaifu. Wa an rajul min as-sahaba, kutoka kwa mtu katika masahaba, qala amesema ghazawtu ma'a rasulillah, nilipigana vita pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, fasami'tuhu yaqulu, nikamsikia mtume anasema annasu shuraka'u fi thalathin, watu ni wenye kushirikiana kwenye mambo matatu. Fil kala'i, kwenye majani. Sasa pia majani wauza Allahu musta'an. Wal ma'i, na maji. Wan nari, na moto. Hivyo watu wanashirikiana yule sio jahannam, moto huwa kupikia huo. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa rijaluhu thiqatun. Na mlango huu tumalizie ili tusimamie kwenye tuanze babul hiba na mlango unaofuata mbele. Mlango unaelezea wakfu. Babul waqfi, wakfu ni mali ambayo mtu huitoa kwa ajili ya maslahi na thawabu zake, akategemea na kutaka kwamba zimrejee kwa ajili ya Allah na kutaka khairi kwenye hilo. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Hurairah Allah amridhie, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema idha mata ibn adam, atakapofariki idha mata ibn adam, atakapofariki mwanadamu, inqata'a anhu amaluhu, kukatika kwake yeye matendo yake yote, illa min thalathin, isipokuwa vitu vitatu. Hivi ndio huendelea sadaqatin jariya, na hii ndio huingia nini? Wakfu. Kuingia wakfu hapa, ile sadaka yenye kuendelea hivyo. Na kuna watu hudhulumu watu kwenye hiyo masala ya wakfu. Watu wanadhulumu watu, yani kuna watu jitia janja sana, na hawaoni uzito kudhulumu. Au ilmi yuntafa'u bihi, au ile elimu ambayo hunufaika watu kwayo. Au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto aliyekuwa mwema ambaye atamuombea dua yeye, mtoto mwema, na sio hitma hii. Na kuna wengine nasema au waladin salihin, hata ana elimu hiyo, yad'u lahu. Rawahu Muslim. Hadithi inayofuata kwenye chapa zenu ni ngapi? 800 ngapi?
880. Allahu musta'an. Kwako? Kwangu mimi ni ya 800 kamili. Wa ibn Umar radhiyallahu, ndio maana vitabu vyenu vimeshakaribia mwisho, tangu bado kuna sehemu nyingi sana. 900. Allahu musta'an. Sasa yako 900. 900 na 50 tena na 3. Kwa ina maana wewe sasa hivi uko kwenye milango yangu. Kwa hata tukisoma kesho na tukisoma Jumamosi wewe ushafika zako 1000. Allahu musta'an. Wa ibn Umar radiyallahu anhu qala, kutoka Abdullah ibn Umar Allah mridhie, asaba Umar radiyallahu anhu ardan bi Khaybar, alipata Umar ardhi katika maeneo ya Khaybar huko. Fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, akamwendea mtume. Nashangaa mbona nikiangalia vitabu mingi, tazama vitabu vyenu nashangaa vingine vishaisha, tena kuna karatasi nyingi sana. Kwa mimi sibaki nyingi, lakini nashangaa chapa nyingine, kumbe nyinyi mshafika mbele. Hamsubirii watu. Yastamiruhu, akamwendea mtume sallam aliyakuwa anamtaka ushauri fiha, kwenye hiyo ardhi. Faqala ya Rasulullah, akasema yeye mtume wa Allah, inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu, mewa nimepata mali huko maeneo ya Khaybar huko, mali ambayo sijapata mali nzuri na yenye thamani zaidi ya hiyo. Faqala, mtume akasema, in shi'ta habasta aslaha, ukitaka bwana utaizuia, kwa maana wewe chukua tu ya kwako. Watasaddaqta biha, na utatoa sadaqa kwa mali hiyo. Qala, akasema fatasaddaqa biha Umar, waliyesema hapa ni rawi alhadithi, akatoa sadaqa kwa hiyo ardhi Umar, annahu la yuba'u asluha, kisha akasema kuwa isiuzwe asili yake. Maana nini? Waqfu hauziwi, wala yurathu, wala haurithiwi waqfu, wala yuhabu, na wala hautolei zawadi. Fatasaddaqa biha fil fuqara, akatoa sadaqa kwa hiyo waqfu hiyo kwa mafakiri ardhi hiyo. Wa fil qurba, na kwa wale jamaa wa karibu. Wa fil riqabi, na kwa watumwa. Wa fi sabilillah, na kwa wale ambao wao wanatoka kwenda kwenye sabilillah wale. Kadhalika wa bin sabil, na wapita njia. Wa dhaifi, na kadhalika na wageni. La junaha ala man waliyaha an yakula minha bil ma'ruf, shakasema hakuna makosa na dhambi kwa yule ambaye ataitawalia hiyo ardhi kula kwenye hiyo ardhi kwa wema. Wa yut'ima sadiqan, na kadhalika kumlisha yule sadiq, rafiki yake ambaye ni mtu wa karibu, kumlisha kwa hiyo mali tena, lakini ghaira mutamawwilin malan, tena hali ya kuwa si mwenye kuifanya hiyo wakfu kwa mali yake akajimilikisha. Ndio maana kuna watu wengine wanatoa wakfu, nilitoa ardhi anza kusumbua watu. Wewe ulitoka kwa ajili ya Allah, wewe hakusumbua tena tayari. Wewe nini? Mimi bwana msikiti huu mafeni mmetoa mimi, haya basi ya ngoyo utoke nayo basi. Imekuwa kero basi, mafeni. Wa fi riwayati lil-Bukhari, tasaddaq bi asliha la yuba'u wala yuhabu walakin yunfaqu thamaruhu. Na kwenye riwaya nyingine hii imekuja kwamba tolea sadaqa ile asli yake, lakini haiuzi wala kutolewa zawadi, lakini hutolewa nini? Matunda wake, hutolewa yale matunda yake yale kama zawadi. Wa Nabii Hurairah radhiyallahu anhu kutoa, lakini mafakiri sio mti wenyewe kama ukasema wautoa na mwenyewe katoa wakfu, kwa maana ukata tu kama ni miti ile ya matunda na mengineyo. Nabii Hurairah radhiyallahu anhu kutoka kwa Abu Hurairah Allah amridhie, qala, amesema ba'atha Rasul sallam Umar ala sadaqa alhadith wa fihi, alimtumiliza mtume sallam, alimtumiliza Umar kwenda kwenye nini? Masala ya mali za zaka. Na hadithi imeendelea mbele, na ndani yake hiyo hadithi, wa amma Khalidun faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah, muttafaqun alayhi. Ama Khalid huyu alizuia zile nguo zake za kivita zile, na akazizoesha na kuzitoa kwenye njia ya Allah. Maana mimi ninaziweka nizivalie kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alifanya hivyo Khalid, kwa maana mtu mali yake anaweza akaifanya anachotaka, akatoa wakfu kama anafanya watu wakachimbia watu visima, muttafaqun alayhi, na mengineyo katika mambo ya khairati, na wala sio ukatokea umwemwe na baadhi kusumbua watu. Sasa ikawa kila siku wataka watu wakitoa kalima usifiwe. Shekhe wetu hapa katoa kiwanja cha msikiti usifiwe. Kuna watu hapo hivyo, yani anaona raha basi pale naam wataka pepo sisi yani haona raha, ajiona bwenyenye. Hii sio sawa.
sio tabia nzuri, kwa sababu ulitoa kwa ajili ya Allah na hukutoa kwa ajili ya kutaka sifa za watu. Na Mungu mwenyewe apenda masifa. Akisifiwa pale basi ajiona pepo yeye bado hivyo kufunguliwa tu mlango apite aende zake. Na hizi sio tabia za sawa. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa Allah ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.